Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunaendelea kumshangilia Bwana kwa jinsi ambavyo amezidi kutubariki na kwa jinsi ambavyo amezidi kunipigania. Amezidi kukupigania wewe. Leo ni tarehe 20 na leo tarehe 30. No, tarehe 30 leo. Jana ilikuwa tarehe 29. Leo tarehe 30. Ambapo tumebakiza siku moja tuweze kuingia mwaka mwingine na tuweze kuhitimisha mwaka huu 2025. Tupo katika mwendelezo wa maombi haya ya kumshukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni jinsi ambavyo ametupatia zawadi hii, zawadi ya ushindi. Kama ambavyo nimekuwa nikikumbusha, hakuna mtu ambaye hapendi kushinda katika maisha yake. Nafahamu, nakumbuka hapa natazama na wachezaji wa mpira, sio wachezaji tu, natazama na washabiki. Wapo watu fulani ambao wanashabikia. Hakuna timu ambayo inapenda kushindwa. Hakuna timu ambayo inapenda, ndivyo ilivyo. Hata katika pambano la kiroho ijulikane ya kwamba Mungu ndiye mshindi, na ndiyo maana tunaangalia ushindi ni zawadi kwetu. Zawadi hii ya ushindi ambao tunamtukuza Mungu alinipatia mimi nilipoadhimia tu kumwamini. Nakumbuka hii. Natazama na watu mbalimbali ambao wana fikra fulani, wanatamani Mungu awasaidie waweze kutoa maisha yao kwa Yesu. Mtu wa Mungu, nikukumbushe hili. Hakuna muda wa kusubiria. Hakuna muda wa kusubiria. Kama Roho Mungu anakugusa kabisa kwamba toa maisha yako kwa Yesu, dhambi ile utaishinda. Majaribu yale utayashinda. Nguvu zile utazishinda. Miiko ile utaishinda. Hakuna discussion. Hakuna discussion. Acha kusema kwamba wakati mwingine kuna watu tunamshukuru Mungu kwa kuvushwa na kifo. Nikumbushe hii. Ashukuriwe Baba yetu wa mbinguni atupae kushinda kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 55, sura ya 15 mstari wa 57 ndivyo inavyozungumza hivi. Ashukuriwe Baba yetu wa mbinguni atupae kushinda kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nikumbushe hili. Huyu Yesu anajulisha leo ya kwamba ametushindisha pia hata juu ya kifo, juu ya mauti. Na ndio maana wewe ni shahidi. Alilala pale kaburini kuashiria kwamba kifo, na aliposhinda aliashiria kwamba kifo hakina mamlaka juu ya haki ya mwisho. Narudia tena, kushinda Yesu pale kaburini aliashiria kwamba kifo hakina mamlaka ya mwisho juu ya haki. Nithibitishe hivi. Kuna watu tulikuwa nao katika safari, wametumia kile chombo ambacho ulikuwa unatumia kula, lakini wamelala mauti. Kuna watu tulikuwa nao katika safari, wametumia ile gari ambayo wewe kila siku unasafiri, leo wamelala mauti. Wao walikata kwenye siti ya ile gari ambayo unakaa. Namalizia. Kuna watu tulikuwa nao katika safari hii ya mwaka 2025. Kile kiti ambacho unakalia pale nyumbani kwako, walikutembelea. Na sio kwamba tu walikutembelea, walikaa na wewe, uliajenga nao, ulipanga nao baadhi ya mipango kwamba kivipi muweze kuendesha maisha, lakini leo wamelala. Kwa nini usimsifu Yesu katika maisha yako? Kwa nini usimsifu Yesu katika maisha yako? Ni wakati wa kumshukuru Mungu. Kesho ni Jumatano. Ni wakati wa kumshukuru Mungu, sio maneno. Ni wakati wa kumshukuru Mungu, sio kusema. Ni wakati wa kumshukuru Mungu kwa kutoa hata kile ambacho Mungu anakutendea katika maisha yako, ndani ya kanisa lako, sehemu ambayo unaabudu. Toa sadaka ya shukrani. Mpaka nani aje akwambia kwamba ndio ukubali kwamba utoe sadaka ya shukrani? Au unatarajia usikie sauti kutoka mbinguni ikisema fulani, mama fulani, kijana fulani, mzee fulani, toa sadaka ya shukrani ya kumshukuru Mungu? Hii sio kwamba unapangiwa hii. Ndani ya kanisa lako ni shauri hili kwa wale ambao mnanitazama. Popote pale ulipo, haijalishi unasalia wapi, nenda ndani ya kanisa lako, sio kuniletea mimi. Nenda ndani ya kanisa lako ambapo unasali. Toa sadaka yako kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni,
Asante kwa wema wako na asante kwa upendo wako. Umetupigania kwa mwaka huu mzima. Umekuwa mwema katika maisha yetu, katikati ya changamoto, katikati ya maumivu, katikati ya magonjwa, katikati ya ajali, umetuvusha. Tuna kila sababu ya kushukuru. Ni kweli tuliugua, ni kweli tulisingiziwa kesi, ni kweli tulilogwa, lakini umetutoa katika nguvu hizo. Ni kweli mauti tulikutana nao njiani wakati mwingine, lakini Mungu utukuzwe. Sio tu kwamba Mungu tutunze kwa mwaka huu unaokuja, mbali tutunze kwa miaka yote ambayo Mungu umekusudia tuishi hapa duniani. Mtunze mama huyu, na zaidi tupatie ushindi ambao ndio zawadi inayoizungumzia. Ushindi ulitufundisha wewe, ushindi ndio zawadi ya kipekee katika maisha yetu. Usituache Yesu. Kwa jina lako Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu